Ni Jumatano ya tarehe 19 mwezi Novemba mwakani wa 2025, siku muhimu, siku ambayo tunawasherehekea wanaume kote ulimwenguni. Sijui kama umepata ujumbe mfupi kutoka kwa mpenzi wako, kutoka labda kwa mtu unaishi naye kuhusiana na siku hii muhimu. Wewe kama mwanaume utakuwa unatueleza kwenye mitandao yetu yote ya kijamii, ambapo tunatagusana. Kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya, kwenye mtandao wa Facebook ni @TV47 News. Kwa moyo mkunjufu ninakukaribisha kwenye taarifa zetu za upeo wa TV47. Kapu letu la habari limejaa taarifa kemkem kutoka vijijini, vitongojeni hadi hapa mjini. Lakini kwanza kabisa ni yaliyomo. IEBC yawapiga Philip Aroko na Boyd Were faini ya shilingi milioni 1 kila moja na kuwaonya kuwa hatua kali, ikiwemo kuwaondoa kwenye kinyang'anyiro, itachukuliwa endapo kutajirudia ukiukaji wa kanuni za kampeni. Mgogoro wa matatu CBD wazidi kuzua taharuki, huku mahakama kuu ikithibitisha marufuku ya EPRA na kaunti ya Nairobi ya kupiga marufuku matatu kupakia na kushusha abiria katika vituo vya mafuta. Maelfu ya wasafiri sasa wakikumbana na usumbufu mkubwa jijini. Na Wakenya wajiunga na dunia kutafakari nafasi ya wanaume katika familia na jamii wanapoadhimisha siku ya wanaume duniani sambamba na siku ya choo duniani. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji. Asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Tuna mengi tu tuliokuandalia. Mienyi wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Karibu. Wagombea wa ubunge wa Kasipul Philip Aroko na Boyd Were wamelazimika kulipa faini ya shilingi milioni 1 kila moja baada ya IEBC kubaini kuwa walikiuka kanuni za uchaguzi. Huku uchaguzi mdogo wa Novemba 27 ukikaribia, tume imewaonya kuwa ghasia zikijitokeza tena hawatasita kuwaondoa katika kinyang'anyiro hicho. Mwandishi wetu wa habari Sydney Chazima na taarifa zaidi. Kufuatia visa vya ghasia vilivyosababisha vifo vya watu wawili eneo la Kasipul mapema mwezi huu, kamati ya IEBC ya ufuatiliaji wa maadili ya uchaguzi leo imetoa uamuzi mkali dhidi ya wagombea wawili wanaohusishwa na machafuko hayo. Mr. Philip Aroko, for the violation, is hereby condemned to pay a fine of Kenya shillings 1 million to the Independent Electoral and Boundaries Commission within 48 hours of these orders. D, that Mr. Boyd Were Ngondo is condemned similarly for the violation to pay a fine of Kenya shillings 1 million to the Independent Electoral and Boundaries Commission within 48 hours of these orders. Kamati hiyo imesisitiza kuwa iwapo kutatokea ukiukaji mwingine wa kanuni, hasa ghasia, tume itachukua hatua kali, ikiwemo kuwaondoa rasmi kwenye uchaguzi. That should any violation of the Electoral Code be repeated by any of them, this committee will consider all penalties under the law, including, with emphasis, their disqualification from participating in the November 27th by-elections altogether. IEBC pia imewalazimisha wagombea hao kutia sahihi hati ya maadili ya kisiasa, ikiwataka kudumisha amani na kuheshimu sheria za uchaguzi. I've signed the Political Decency and Peace Charter for political candidates, but it doesn't mean that I'm guilty. But I want to reaffirm my commitment to advocating for peace in Kasipul. I've signed this document bearing in mind that if I do anything that is opposite, the circumstances that will follow may not be favoring. But I don't fear, because I know I'll keep it peaceful as I've been always. Katika kamati hiyo,
Aroko pia alidai kuwa kuna mwingilio wa kisiasa kutoka serikali ya kaunti ya Homa Bay, akimtaja gavana Gladys Wanga kwa kutumia rasilimali za kaunti kumuunga mkono mpinzani wake. This committee is seized further of intelligence reports corroborating the allegations of interference by the Homa Bay County government in political activities within Kasipul constituency. This committee condemns the use of public resources and involvement of public officers in political campaigns, as this is in contravention of Section 14 of the Elections Offences Act, Cap 66, and has to stop. IEBC imesema kuwa uamuzi huo unafuatia uchunguzi wa ghasia zilizotokea katika mkutano wa kampeni Nyalenda uliopelekea vifo vya watu wawili na majeruhi kadhaa. This committee cannot emphasize enough that it is disrespect for the harmonized campaign schedule that led to the violence and the loss of the innocent lives. Wagombea hao wawili wa kiti cha eneo bunge la Kasipul sasa watalazimika kumakinika zaidi katika kampeni zao ili kuzuia visa vya ghasia na kuepuka adhabu kali ya IEBC. Sydney Chazima, runinga ya TV47, Nairobi. Na haya yakijiri, wapinzani wa kisiasa waliendeleza kampeni zao katika eneo bunge la Mbeere Kaskazini, kaunti ya Embu Jumatano, wakipata uungwaji mkono na manaibu rais wa awali na wa sasa, wakijiandaa kwa kimbunga cha kisiasa kabla ya chaguzi ndogo za wiki kesho. Hali kadhalika, kwenye kongamano lao mjini Naivasha, magavana wamesikitishwa na uendeshwaji wa hazina ya bima ya afya ya kijamii, wakishtumu Wizara ya Afya kwa usimamizi mbovu, japo ni sekta iliyogatuliwa kwani inaathiri sekta ya afya. Taarifa hii ni ya mwandishi wetu Willy Dennis Njiru. Wimbi la kisiasa lisilowahi kushuhudiwa katika historia yao. Eneo bunge la Mbeere Kaskazini. Kampeni ya naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua imedhamiriwa kuwa juhudi za ushawishi katika eneo la Mlima Kenya. Kwa upande wake, naibu rais Kithure Kindiki akiwa kwenye kampeni akiahidi kukamilika kwa miradi ya barabara iliyokuwa imekwama kwa zaidi ya miaka 8. Mambo ya kura ni mambo ya mwananchi. Haki ya mwananchi kupiga kura kwa yule kiongozi anataka. Uwezi lazimisha yeye, uwezi nunua yeye. Sasa mkinipatia huyo Lennon wa Muthende akuwe mbunge, tushikane na Roko, Gavana Karinda, viongozi wetu wa Embu, hata Senator Mundigi tuonaga Koheria. Sasa tuende kwa rais, tutafute pesa tuwekewe lami kutoka pale Siangera pale primary school kwenda mpaka Erira, kuvuka mpaka Kase kule Mwingi North. Bokwenda tuwekea barabara ni lami ya kuwatele antobetu barabara imbaleno na barabara imbalea Gitui. Magavana sasa wanatishia kutelekeza mamlaka ya afya ya jamii iwapo fauka ya matakwa yao yaliyowasilishwa katika misururu ya mikutano na serikali ya kitaifa haitashughulikiwa na rais kabla mkutano wa kileleni Disemba tarehe 10. Now what will happen if we turn back those matters because SHA don't pay their reimbursement? 1,000 life lost or close to 20% of it lost. Because in northern Kenya, Chair, you come from that area. For example, in Mandera, we only have 7 level 4 hospital and 1 level 5. The rest, the 220-something health facilities are level 3 and 2. If these issues are not going to be addressed in the next summit, I think then we should pull out of SHA. Thank you. Kasema Waziri Aden Duale amejitwika mamlaka ya baraza la magavana katika kuendesha hatima ya afya na kutoa matamko pembezoni mwa barabara. And then the indiscriminate and unilateral closure of hospitals and downgrading of the same. Since SHA, the MOH at Afya has become too powerful. It's like they're running our hospitals from Afya House. Downgrading, regrading. There's even no consultation. How do you downgrade my hospitals without talking to me? Wakitaka maagizo yote ya kusimamisha huduma za uzazi katika vituo vya ngazi ya pili kufutiliwa mbali mara moja,
kwani yalichangia vifo wakati wa kujifungua kwa maeneo ya mbali kaskazini mwa taifa yanayotegemea vituo hivyo. And this is the frustration that I have with SHA, that you agree on something and whatever you agree is not implemented. Months down the road, you are where you are, discussing the same thing again. And I then open it up for Willie Dennis Njiru, TV47. Bath and Med. Na ripoti mpya iliyotolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limebaini kuwa takriban watu 128 waliuawa na zaidi ya 83 kutekwa nyara kufuatia maandamano yaliyoshuhudiwa nchini Kenya kutoka mwezi Juni mwaka jana hadi Julai mwaka wa 2025. Aidha, shirika hilo limebaini kuwa serikali na asasi za usalama zimekuwa zikipata data za mawasiliano ya simu za wateja wa kampuni moja ya mawasiliano na kuzitumia kuwateka nyara watu wanaodhaniwa kuwa wakosoaji wa serikali. Ni ripoti iliyoashiria ukiukaji wa haki za binadamu zilizoshuhudiwa mwaka jana. Online harassment and smear campaigns became the core tools of the state to undermine the credibility and reach of government critics. Some of these tactics facilitated and were later used to justify arrests, enforced disappearances, and the killings of notable protest organizers. Ripoti ambayo imeianika serikali kufuatia mauaji na utekaji nyara yaliyoshuhudiwa nchini kufuatia maandamano ya vijana wa kizazi cha Gen Z kati ya Juni mwaka 2024 na Julai mwaka 2025. Na kulingana na ripoti iliyotolewa na shirika la Amnesty International, takriban watu 128 waliuawa na zaidi ya 83 kutekwa nyara. Facilitated and were later used to justify arrests, enforced disappearances, and the killings of notable protest organizers. Amnesty International estimates that across both sets of protests, June 2024 and July 2025, excessive use of force by security agencies resulted in the deaths of at least 128 people, 3,000 arrests, and over 83 enforced disappearances. Aidha, ripoti hiyo ilianika jinsi maafisa wa usalama na serikali wamekuwa wakipata data za mawasiliano ya simu za Wakenya na kuzitumia kuwateka nyara waliodaiwa kuwa wakosoaji wa serikali. Surveillance was supported by Safaricom, one of Kenya's largest telecommunications companies, allowing clandestine police units to track activists involved in protest. Evidence points to many of them being subsequently forcibly disappeared. In response to the allegations, Safaricom stated that it only shares customer data through lawful means for lawful purposes. And they confirm that their systems are not designed to track. Akikashifu serikali kwa kukosa kuwajibika kufuatia mauaji hayo, mkuu wa shirika la Amnesty nchini Kenya amesema kuwa vingi kati ya vifo hivyo vilisababishwa na maafisa wa polisi. The deniability fails the test of accountability every time. Whenever a state says we are not responsible, it is not a legitimate response. Why? Because states have obligations under law not only to do the right things, but also to prevent the wrong things from being done. So there are crimes, states can commit crimes by omission, or they can commit them by commissions. Samira Mohamed, runinga ya TV47, Nairobi. Asante sana Samira Mohamed kwa taarifa hiyo. Na Profesa George Wajakoya ametoa utetezi mkali dhidi ya wanaompinga Winnie Odinga, akisisitiza kwamba hakuna anayestahili kusimama kinyume chake katika mchakato wa siasa za urithi wa ODM na nafasi yake marehemu Raila Odinga. Wajakoya ambaye aliwasili Kang'o ka Jaramogi, eneo lenye uzito wa kihistoria kwa familia ya Odinga, alifichua kuwa uhusiano wake na ukoo huo ulianza tangu alipokuwa uhamishoni. Ziara hiyo aliyoifanya pamoja na katibu mkuu wa chama cha Roots Cecil Miller ilitoa fursa ya kutafakari safari yake
ya kisiasa. Baada ya kutembelea maeneo hayo, Wajackoya alielekea katika shamba la Opoda ambako alipelekwa kwa heshima na Mama Ida Odinga. Tukio hilo likiangazia ushirikiano wa kudumu kati ya familia hizi za kisiasa na kuweka wazi msimamo wa Wajackoya katika mustakabali wa mjadala wa urithi nchini. With the way and the many years she was incarcerated, the many years she was tortured, the many years she was thrown out of government employment, the many years she was thrown away from her own house, where she became a Papua in her own country. She steered democracy, stayed with democracy, made us strong. And that's why you see Mama Ida here. And now we can see her daughter. And let me sound this warning, and I'm sounding it openly, notoriously, and publicly. Whoever is trying to lay his foul mouth on Min Piny's daughter, Nyamin Piny, that's how I will call her from today, Winnie Odinga, and I spoke with her yesterday. Try me. Baba's spirit is here. If you are running your mouth on Winnie, Omera, try me. Walai. Mirindimo ya siasa Magarini inazidi kupamba moto huku kampeni za ubunge zikiingia katika hatua ya juu kabisa. Viongozi wa upinzani sasa wanaishtumu serikali kwa kile wanachodai ni matumizi ya mawaziri kama mawakala wa kampeni baada ya kutekeleza majukumu yao ya kitaifa. Hata hivyo, waziri wa madini na uchumi wa majini Ali Hassan Joho akiwa kwenye kampeni hizo amewataka wakazi wa Pwani kudumisha umoja wa kisiasa katika uchaguzi huo mdogo. Kaunti ya Kilifi imeendelea kuwa uwanja wa mapambano ya kisiasa huku vigogo wa siasa wakimiminika Magarini kufanikisha kampeni za dakika za mwisho. Hapo jana, waziri wa madini na uchumi Samawati Hassan Joho akiandamana na viongozi kadhaa wa ODM waliendesha kampeni za kumpigia debe mgombeaji wa chama hicho Harrison Kombe. Viongozi hao wamesisitiza kuwa kumuunga mkono Kombe ni ishara ya kuimarisha umoja na uhusiano ndani ya serikali jumuishi. Sasa wewe, hii tumewekeza kwa ODM miaka 20 na alafu mtu anakuja kuambia tuache tu twende kwingine. Tufanyeje? Kura ya tarehe 27 tunampa nani? Hari Garama Kombe. Kazi yetu ni kukumbuka Kombe chunga. Ukisahau Kombe sema atakachungwa kifika kwa kituo, si ndio? Lakini upande wa upinzani umeendelea kuiandama serikali ukidai mawaziri wanatumika kinyume cha katiba katika majukumu ya kisiasa badala ya kuhudumia wananchi. Wanafanya kinyume ya katiba. Ukiwa public officer upasi kwenda kuonga wananchi usiku kama Joho anavyofanya. Miaka 3 iliyopita walisema bottom up, pesa mfukoni. Wakumwambia ni mfuko wa nani bwana? Zaidi ya hayo, viongozi wa upinzani wametoa shutuma kali kwa kile wanachokitaja kuwa ni majaribio ya kuwahonga wagombeaji ili wajiondoe kwenye kinyang'anyiro hicho. Peana nafasi kwa mbunge anayenunuliwa. Vile walipandisha finance bill 2023, 2024, 2025, hata 2026 watafanya nini? Watapandisha. Kijana wenu huyu ameonyesha hawezi nunuliwa. Leta pesa ngapi? Kwanza mkule hizo pesa. Kwa sababu ni zenu. Ni zenu zile wanachukua ushuru wote. Sasa hiyo kula si siku moja tu ama siku mbili. Lakini ukipiga kura inaishi kwa miaka. Katibu mkuu wa Democracy for Citizens Party DCP na seneta wa zamani wa Kakamega Cleophas Malala ametaja uchaguzi wa Magarini kama nafasi ya wananchi kuonesha kutoridhika kwao na utawala wa Rais William Ruto. Mjue kura ambayo inakuja tarehe 27 ni kura ambayo inafaa tuonyeshe William Ruto kwamba masiku zake za kwenda nyumbani imefika. Sababu ya uchaguzi huu kurudiwa ni wizi wa kura. Na tunajua Ruto aliibia baba, si ni kweli? Ni kweli. Quinto Wafula, TV 47. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo sasa tunapunga unyunyu kidogo, lakini usiende mbali. Salia papo hapo, tukirejea tunarejea na taarifa zaidi.
No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Oma every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tear gas. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist. What is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47. Enjoy uninterrupted live streaming of your favorite programs on TV47 and Radio 47 on the go with our new mobile-friendly website. Experience the future of broadcasting. Visit www.tv47.digital or scan this QR code and stream your way to endless news and entertainment. Welcome to the home of untold stories. This is Kenya's #1 talk show, Dr. Fareke. My name is the Eagle himself. Dr. Fareke is my name. We are flipping the script, but guess what? Or should I say, guess who is taking over tonight's show? Anyway, furahia umekaa na kasipuni. CP unit ni Punet. So you guys knew about Piga. Sawa basi. Sema, don't give it the whole time. I don't want to go back to brokenness. Never. I just love the high life. Siwezi taka kuimagine ati nimesota. You'll have to watch to find out. Tune in every Wednesday from 7:30 p.m. Next time you need fresh lemon juice, microwave a lemon for 7 to 10 seconds. Then roll the lemon back and forth under your palm on the counter. When you squeeze, you'll get more juice from the lemon with way less effort. Karibu tena mtazamaji, unazidi kufuatilia taarifa hizi za upeo wa TV47, nizidi kukutaarifu. Visa vingi vya dhulma za kijinsia nchini vimekuwa vikihusishwa na kupuuzwa kwa mahitaji ya ustawi wa wanaume
Huku dunia ikiadhimisha siku ya wanaume duniani, baadhi ya wanaume katika kaunti ya Bungoma wamekutana katika bunge la kaunti kujadili changamoto zinazowakabili. Wanji Sostin na taarifa hii kikamilifu. Kila tarehe 19 Novemba dunia huadhimisha siku ya kimataifa ya wanaume, siku ya kuongeza uhamasishaji kuhusu changamoto wanazokutana nazo, ikiwemo unyanyasaji, msongo wa mawazo, ukosefu wa makazi, kujiua na ukatili wa kijinsia. Baada ya kongamano maalum lililoandaliwa katika bunge la kaunti ya Bungoma, Spika Emmanuel Stuma alisema maazimio yao yanalenga kuimarisha familia na jamii kwa kushughulikia masuala yanayowaathiri wanaume moja kwa moja. We've discussed issue touching on men, strictly men issues. And that's I'm happy that you only came men to cover us. So you know, the content of the men's conference never discussed publicly. It remains part of us because we're supposed to get implemented. A man who is not transformed, he cannot transform his family. And that's why we have the gender-based violence is happening. Yes. If you go to prison, you will realize that most of the people who are inside there, they are men. International Men's Day has never been celebrated in Kenya, but today it's being celebrated in almost every single Kenyan county. That is a movement that's starting, and we won't be silent. MCA wa Bukembe Mashariki Caleb Wanjala alisisitiza umuhimu wa kuwahusisha madiwani katika kutunga sera zitakazopunguza visa vya dhuluma za kijinsia katika jamii. And if you want to change a nation, you have to begin with the people who do the legislation. So I think engaging lawmakers to see the sense of why they should also empower man, empower boy child, I think it's a good beginning. Kwa upande wake, Wycliffe Mudavadi, mkurugenzi wa Principle Based Leadership, alisema viongozi wa kitaifa na kaunti wana mchango muhimu katika kupambana na dhuluma za kijinsia nchini. It's important that the men from all walks are understanding and getting the deepest understanding about the man and how the man is hiding and how he's supposed to come up from the hides and to come to the stand. And we are not here to compete with the women. That would be silly. We are here to complete the women as husbands, as fathers, as providers and protectors. And we look forward to see how this movement shapes itself to bring wholeness and health and repair and restoration to the Kenyan family. Wanji Sostin, TV47 County ya Bungoma. Sasa tudunde viwanjani. Maandalizi ya michuano ya ndondi ya Kalakoda Nairobi Night Fights yanaendelea ikiwa imesalia siku moja. Michuano hiyo itafanyika Ijumaa wiki hii katika ukumbi wa Mass House Nairobi, na mabondia tofauti watapigana kwenye ndondi hiyo ambayo imepewa jina Nightmare in Nairobi. Baadhi ya mabondia ambao watapigana ni bingwa wa zamani wa WBC Fatuma Zarika ambaye atapigana na Halima Vunjabei wa Tanzania. Rayton Okwiri atapigana na Muhammad Sebala. Felix Logenberg wa South Africa apigane na Mabishi Ochieng wa Kenya. Lucas Dube wa UK amenyane na Omari Mutimbwa wa Tanzania na wengineo. Pigano la burudani litakuwa kati ya waigizaji wa filamu Ibrahim Ouma na Robert Agengo. Tuko ready, tumekuwa tukitrain na fight itakuwa entertaining na itakuwa lethal sana. Friday night is going to be explosive. It's going to be fire. It's going to be a great night of boxing, so make sure you tune in. Fireworks, but you know, it's easy to say fireworks, but you've got some incredibly good fights, eh? I think I'd be very surprised if Z doesn't knock her out. I mean, hopefully my running order when I do the timings has Zarika winning in 4 rounds. So you guys are coming on at 9 o'clock to do the news, so I need to make sure that the running order all fits. Do it Friday night. It's going to be a great show across the board. Lots of top fights. Yeah. Kujitayarisha, tumejitayarisha vizuri sana. Training imekuwa nzuri sana kwetu. Sisi tunaongoja tu Friday night tuweze kufanya mambo. Hakuna kitu kingine yenye tunaongojea isipokuwa ushindi. Hiyo mchezo nafikiri hakuna tangu mwaka uanze Kenya akujai promote wa game kubwa ambayo kama hii ya Kalakoda. So ningeambia Wakenya wengi wakuje
wa kuja watu support, na nafikiri hiyo siku Mwakiundo zitakuwa zinalia tu. Kutoka Nairobi sasa tuelekee Tokyo ambapo Mkenya James Mwanza Musembi ametoa medali ya dhahabu kwenye mashindano ya Olimpiki ya wasio na uwezo wa kusikia yanayoendelea jijini Tokyo, Japan. Mwanza alitoa medali ya dhahabu baada ya kuandikisha muda wa dakika 3 na sekunde 45.61 huku Mkenya Elikana Kiprop Rono akitoa medali ya fedha baada ya kuandikisha muda wa dakika 3 na sekunde 50.22. Katika kitengo cha kinadada, Sharon Bitok alitoa medali ya shaba baada ya kuandikisha muda wa dakika 4 sekunde 43.65. Kenya sasa imeshinda jumla ya medali 7 ambazo ni dhahabu 2, fedha 3 na shaba 2. We started this competition when we were starting. I just decided to go very fast because my goal was to get a medal, and I was able to get a silver. Because my goal is to meet the president, President Ruto, because I want to shake his hand, and that is why I got this medal. I know that there were so many competitors who were chasing after me, but I had a goal, and my goal was my medal. And it is very important for me because this is my life. I'm an athlete. I identified him during national trials, and he's a young man. I think he's about 21 years old. He's an upcoming and a man to watch. And since national, I observed him, and I realized that he was a very, very potential athlete. And we do have great hopes in him. And if all goes well, the deaf championship or the deaf community will have a champion to watch. Na mtazamaji, kwa namna hiyo sasa mie sina la ziada, ninatia kikomo kwenye taarifa zetu za upeo wa TV47 Jumatano ya leo. Asante sana kwa wote waliofanikisha taarifa hizi. Shukran kwako mtazamaji siku zote kwa kushabikia runinga hii ya TV47. Nimekuwa wako Andrin Kilemi. Mwenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Kwaheri kwa sasa.